Utaalamu wajanja wapo. Leo kuna watu wanawekewa sumu. Mtu anaumu nafikiri ugonjwa wa Mungu, kumbe sio Mungu. Wanachelewesha maendeleo yake. Umesikia yule dada mwanangu anasema alitoka Kitumbini. Yule mama pale anasema alikuwa anaumwa na mgongo. Mgongo tu. Mgongo. Hebu njoo mwanangu, njoo. Unacheleweshwa. Nikuachie upako? Niachilie upako kwako? Mama analogwa, badala aendeleze maendeleo, anakuwa ni mtu wa kuchumia magonjwa. Yaani akipata 100 ugonjwa, akipata 100 pressure, akipata 100 mateso, anacheleweshwa. Baba unafanya kazi, kila mwisho wa mwezi unaugua au mshahara haieleweki kinachofanya. Mama anaugua, baba ukipata pesa, kazi yako ni hospitalini tu. Mwanangu, hivi wakati unaumwa, pesa zilikuwa zinaenda kiasi gani hospitalini? Inaenda 200,000 kwa siku. Hebu njoo. Kwa siku ilikuwa inaenda 200,000. Ndio. Kila ukienda 200,000 inaondoka. Yaani nikiingia tu hivi 200,000, 50,000, laki na nusu. Niambie, mtu amefika hospitalini alikuwa na mipango ya kujenga kila ilikuwa kila wiki au kila mwisho wa mwezi? Kila wiki. Tupige mahesabu. Kila wiki 200,000 itoke. Ni shilingi ngapi hiyo? 800,000 kwa mwezi. 800,000 kwa mwezi. Angefanya kazi kiasi gani? Angeendelea au hajaendelea? Angejenga hajajenga? Lakini angalia, amelogwa, ametupiwa roho ili kwamba asiendelee, anacheleweshwa. Kitu ambacho kama alikuwa anapanga kufanya 1 2 3 hafanyi tena, anawaza tu magonjwa. Mume wake akichuma pale anaingiza kwenye mwili wake magonjwa. Akichuma pale anaingiza. Kwa mwezi ni zaidi ya 800,000. Si ndivyo? Kwa sababu mara 50,000, 1.5 mara nimezidiwa, tunaenda hospitali nyingine tunaacha hizo dawa. Kwa hiyo yani inatoka nyingi sana kwa wiki. Kuna vitu mlistopisha kuendelea nazo. Ndio. Ilikuwa mfanye tena maendeleo. Tufanye maendeleo. Hivi ulipokuja hapa nilikuchaji hela? Hapana. Sijakwambia tu 500,000? Hapana. Wala sijakwambia ngoja naiona kitu fulani hebu nipe 2,000,000. Hapana kabisa. Nilikwambia tu naona tatizo. Ndio. Nikakwambia kuanzia leo utapona. Ndio. Umeona vitu kama vile? Aliyepiga makofi yuko makini ibadani. Roho ya kuchelewesha. Na si ajabu kipindi kile cha miezi 6 kuna maendeleo makubwa wangefanya. Kuna watu ni wanafiki, wakiona una juhudi wanakutupia roho. Mtu asikudanganye mwanangu, naomba mtu asikudanganye na ulimi wa kusema Bwana asifiwe na Biblia kubwa. Kuna watu tunaishi nao ni watu wema kwa kuongea, lakini mioyo yao hawataki hata kukuona. Kuna mtu anakuchekea, hataki kuona ukicheka na mke wako, hataki kuona uko na watoto wako, hataki kuona unafurahia, hataki kuona watoto wakikupenda, hataki kuona uko sawa na watoto wako. Yaani kwenye familia anaweza katokea kijana mmoja anayempenda tu baba na mama. Wengine wanaweza wakainua roho ya Kaini wamalize wewe. Na niombe wazazi, wale vijana wanaowapenda waombeeni. Waombeeni sana. Wana vita. Waombeeni, wabebeni, watamkeni baraka. Mungu anaweza kukuinua kwenye familia ukawa ndio unayeonyesha huruma kwa wazazi. Wengine hawatakupenda, watakuua. Na leo nakuombea, wakuloge wasikuloge, nyota yako itakamatwa. Wazike kaburi, chimbe kaburi wasichimbe, wataingia wao. Wewe mama ambaye umetenda kwa wazazi wako, lazima itakuja kwako. Amen. Sema basi amina. Amina. Roho ya kucheleweshewa mambo inakuwa hivyo. Mara umepata hela, imetokea madeni. Mara umepata hela, umeugua, kama sio mguu ni mtoto. Kama sio mtoto, kuna jambo linatokea. Sema leo ni mwisho. Fanya hivi, sema leo mwisho. Uko tayari? Amen. Uko tayari? Amen. Uko tayari? Amen. Mwanangu, leo unajisikia vizuri? Niko kabisa vizuri, naendelea vizuri kabisa. Sasa nakutamkia ukanenepe zaidi kikazi. Sio kimwili, hii afya inatosha. Kikazi. Uwe na hela. Yaani siku nikizidiwa hapa ni simu moja tu napiga. Na huwa napiga simu yako, mume wako ananipigia na msauji hapa. Akipiga tu namwambia, "Baba nilikuwa nakusalimia." Tunamwambia, "Isieni na shida kidogo. Bora hata umepiga." Na nikimwambia, anambia, "Baba usijali." Anatuma, "Shap." Anambia, "Nimepata hela ya mafuta." Sasa si ndio hivyo sasa jamani. Sasa kazi yetu ni kuwachunga watu. So baba mpaka leo. Yusi kaniambia, "Baba naomba tu nikutumie chakula ya kula." Kwa nini? Baada akiangalia mke wake
anasema kama sio ile madhabahu, sio mimi ila Mungu aliyenitumia, anamtukuza. Nataka pia kwako ifike mahali kinachokutesa kikuachie kabisa, na sio kikuachie tu, ifike mahali ukimwangalia mume wako unasema kama sio ile madhabahu. Ukimwangalia mtoto wako, wewe kijana, ukiangalia kazi, ukiangalia toyo, ukiangalia nyumba yako ya baraka, utasema kama sio Bwana nisingefika hapa. Furaha ya mzazi ni kuona siku moja kila keki ya mtoto. Umesikia Naiman pale na mwanajeshi walikuwa wanatesekea watoto. Mtu ametesekea watoto hivi, anawaombea, anawatolea sadaka. Huyu mama alikuwa anasema wanapeleka mpaka uji walishe shuleni. Mtoto anakashako. Sio hivyo tu, wanateseka kuombea watoto ni magonjwa. Alafu ndio imefika saa ya matunda. Eti mmoja anauawa, mmoja anabaki. Au anakufa. Au baba anakufa, mama anabaki. Kwenye harusi eti mama anaenda kutafuta shemeji mtu au rafiki mtu. Nakataa. Watoto uliowatesekea, utasimama kula keki yao, utasimama kupokea shahada zao, utasimama na mumeo na mke wako, yaani ukapokea. Kama una imani utapokea. Mama, roho ya kurudishwa nyuma ikufanya kazi kwenu. Na mnapiga hatua zaidi. Na bado mtapiga hatua zaidi. Nimetutamkia baada ya siku 90. Sasa hivi niliwatamkia tu neno tu. Nikasema baada ya siku 90 taongezewa. Na mimi pia namshukuru Mungu, nilinunua kiwanja changu. Nikasema baada ya siku 90 mtaongezewa. Nimejenga duka kubwa ila bado sijahamia. Kuna mtu anapiga makofi. Piga makofi, maana anayefuatia ni wewe. Amen. Mguse mwenzako kumwambia anayefuatia kutoa ushuhuda ni mimi. Una imani? Amen. Umejenga duka kubwa? Ndio. Kubwa. Sana. Na umenunua eneo? Nimenunua eneo la. Nimetamka neno la kinabii siku 90. Siku 90. Hiyo makofi sidhani kama hiyo makofi yamefika kwa. Hayo ni. Sema baba na mimi napokea. Baba napokea. Umejenga duka kubwa. Makarabati sasa hivi bado sijajenga. Ukafungue sasa. Nikahamia sasa, maana niliokuwa ni kidogo ila nataka nikahamia. Kwa hiyo mnapanuka tu. Ndio. Na ndio sasa nilikuwa nataka kumalize. Uwe mlemavu. Walikuwa nasema ni mume wangu ndo ananipeleka, lakini maskini ya Mungu. Hivyo. Mitego inatekwa. Tulipopata shida na mke wangu kipindi fulani, wakaanza kuongea kwetu. Msione huduma inakuwa ametoa kafara. Jamani. Hii dunia hii. Mzee, siku ile mlipokuja inaongelewa mengi. Tunapita kwenye vita. Watu wanaongea mengi. Kiitwa mtumishi wa Mungu lazima utapita kila vita. Na vita inayepitia napitia kwa ajili yenu. Na asisikilizage maneno ya watu. Lakini Elisha afi. Kama nimemtamkia huyu, je, kwako haitatokea? Una imani itatokea? Una imani itatokea? Fanya namna hii. Sema yes. Na wamama na waombea. Wale wamama mliozaa chini kulaani vijana. Mwache tu ale na huyo mwali wangu, hawa mtoto wake. Na hawatapewa chakula. Shida unalaani kwa sababu na wewe huna hii. Na kuombea baba na kuombea mama, acha kulaani watoto. Mungu akusaidie upate chako. Hata kama una kuku nini, ifike mbali mpaka watu wanasema mama tumemsahau mama. Wanakuja kwa adabu. Wewe unalaani tu kila saa, laana tu. Kaeni tu. Siku hizo ulete mali bora. Usilaani watoto. Na kuombea baba uwe na chakula chako. Na kuombea mama uwe na chakula chako. Siku watoto wakikubariki ni kwamba ni mema wameamua kutenda kwako. Hata kama ni baba, anza kufuga hata ng'ombe wa maziwa. Baba John hapa, huyu hapa si mzee, njoo hapa babangu nikutolee mfano. Huyu baba ni mzee kabisa, amesogea. Sasa hivi mzee hataki kupewa kazi ya usiku wala ulinzi kwenda kuhangaika. Anatakiwa kula na kunywa. Lakini pale nyumbani akiwa na kondoo zake, nafuga, anamwambia tu, "Wewe Gidi, hebu kalete pumba ya kuku pale na nini." Akiona njaa inashuka, kama hata kuku hapo si wakufa. Sasa unakuta wazee unasikia wanalaani tu watoto.
nenda maana utapona, nenda maana utabarikiwa, Sasa laana hizo inarudi kwenye familia. Mama, zoea kubariki watoto, zoea kubariki. Unalaani watoto wako, itawapata shida. Umefungwa wewe na kile kifungu naamisha kwa watoto. Sikiliza, hakuna kitu mtoto atakupa kama kama malipo ya kumzaa. Hayupo. Hakuna mtu anaweza kumlipa mzazi. Mtoto akija na nusu kilo ya sukari, mwambie Mungu asante. Akija na kilo, mwambie Mungu asante. Sasa kuna watu wanafika lazima, nimesema lazima. Sasa kama hana, si unafanya akimbia nyumbani, tunafanya ogope kuja kusalimia, unafanya anajenga bifu na wewe. Nimesema unakula tu umenenepa. Abariki mtoto, muombe Mungu, yamkini amefungwa, kuna siku atafunguliwa, atakukumbuka kama mama, kama baba. Acha laana. Nasema kama baba wako, acha laana. Mzee, nakubariki kondoo wasikosekane pale nyumbani, lakini pia nabariki mifuko wa kina Charles na nani. Akimwambia baba, nimekuongezea shilingi 50,000. Wazee kama unatakiwa kwenye simu zao mabibi 50,000 30 ikosekane. Ufanye kazi lakini umezaa. Wewe ni tajiri. Sasa ndio maana uko hapa kuombea wale watoto. Milango ifunguke kule. Na yeyote aliyesema kwa ajili ya familia kwao, milango itafunguka kwenye familia kwao. Sema basi amina. Kwa nimekutamkia siku 90 duka limeshafunguliwa. Ndio, ila bado sijahamia. Taenda kuhamia mwaka huu. Nakutamkia hautakwama. Iende kwa spidi. Roho ya kucheleweshwa haitafanikiwa. Kuna maelekezo nitakupa. Utaondoka na kama nilivyokupa siku hiyo maelekezo, ukaenda ukamwona anayeloga, ndivyo ambavyo leo nakutuma tena. Utaenda na nguvu hii. Watakunajua kuna kitu nakiona, watakupokea kwa namna fulani, lakini natuma nguvu ya Mungu. Wakitupa hicho kitu watakuona. Wataona moto na hawatakuzuia kwa lolote, katika jina la Yesu. Sema basi amen. Mungu akubariki. Sema amen. Kinachoonyesha pia nafsi yako imefungwa ni madeni. Sema madeni. Nimalize na hili niingia kwenye maombi. Sasa madeni inategemea kama unatoa fungu la 10 kwa uaminifu. Kama utoi fungu la 10 kwa uaminifu, madeni lazima yatakuandama. Maana fungu la 10 sio halali yako. Fungu la 10 sehemu ya Mungu, wala sio ya mchungaji. Hata mchungaji asipokuambia Mungu akubariki, ukatoa tu fungu la 10, Mungu anasema nitakemea lae. Sasa hapa kuna waizi wengi. Wangapi waizi kanisani? Wangapi ni waizi? Mama mwalimu, wangapi ni waizi kanisani? Sasa wanasema labda ukitoa labda mtadisha mchungaji. Fungu la 10 sio halali yako. Na naomba niseme hivi, kuna watu mnapuuza. Hata mzazi wako ana sehemu kwenye maisha yako. Kwenye chakula unachokula, kwenye mshahara wako, huwa mzazi wako ana sehemu. Ukifanya sherehe, mzazi wako ana sehemu. Chochote unachofanya, babaka ana sehemu. Hata asipodai au wadai, usipotoa inakula kwako. Na hiyo ni sehemu ya Mungu. Kuna kitu anasema wazee, shingo ya wazee. Ni shingo ya wazee huwa ukila, njoo mzee wangu, bwana na wazee wakubwa hapa. Ukila shingo ya wazee inakuaje? Ni makosa, maana umeingilia sehemu ya watu. Kwa hiyo lazima kila ni na wakikulaani, talaaniwa. Ukilaaniwa, utalaaniwa na utapata. Kwa sababu umekula kitu ambayo sio yako. Sasa wangapi wanakula sehemu ya Mungu? Sahihi. Ndio sahihi. Nauliza kanisa, wangapi wanakula sehemu ya Mungu? Baba, naomba unibariki. Roho ya chuma ulete, inanitesa nikikamata pesa, lakini umekula sehemu ya wazee. Wangapi wanatoa fungu la 10 kwa uaminifu? Weka mikono juu. Kwa uaminifu kabisa. Sasa kama unatoa wengine wote ni waizi, wengine wote hawajapandisha. Mary, wewe ni mwizi? Wote ni waizi hapa? Wote. Hamna hata mmoja amepandisha. Na wanategemea kubarikiwa. Sinampelekea mchungaji, umletee mchungaji.